kuna suala la masuala ya utekaji. Kuna masuala ya utekaji. Tunadhani tume ingekwenda mbali kidogo kueleza na sababu nyingine ambazo zinatengenezewa hisia kwenye jamii, ikiwemo sababu za kisiasa. Na labda wanazo, na sisi tunatoa rai kwa tume kama wana sababu nyingine waseme, lakini pale walipoishia ndio maana mjadala umekuwa mkubwa kwamba utekaji ni mapenzi tu na biashara tu na visasi tu. Tunadhani labda zipo na sababu nyingine, kwa hiyo wangekwenda mbali zaidi pengine kuchunguza. Tunaelewa wao wameegemea taarifa za polisi peke yake kama ambavyo wamesema, pengine wangetoka kidogo, labda wangeweza kubaini na sababu nyingine na wakaziweka wazi, ili kuhakikisha kabisa kwamba kupunguza minong'ono kwenye tume hiyo. Lakini chuki miongoni mwa jamii ambazo zilikuwa sehemu ya chanzo, tume haikueleza kabisa kwenye kumekuwepo na chuki za muda mrefu. Ni chuki na uhasama wa wanasiasa wenyewe kwa wenyewe, vyama vya upinzani na chama tawala ambazo pengine nazo zilisababisha, na wangeenda mbali kabisa kutuelezea hivyo vitu. Lakini pia kuna masuala ya unyimwaji wa haki mbalimbali ambako tume tunaamini wangeeleza kwa kirefu zaidi. Lakini pia tume, ni rai yetu, rai ya kamati kuu ni kwamba tunatamani sana tume iweke wazi ile ripoti, au mamlaka yoyote itakayokwenda kwenye hatua za kiuchunguzi na upelelezi kama ambavyo tume imeshauri, basi iweke wazi ile taarifa, na hasa kwenye eneo la ushahidi au msingi wa ushahidi kwa wote ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa wameguswa katika kuratibu, katika kuandaa, katika kufadhili, katika kutekeleza tukio la tarehe 29 Oktoba. Na kwa nini kamati kuu ya chama chetu inashauri hivyo? Inashauri hivyo kwa sababu tunaamini itapunguza hofu ya watu, au itapunguza kwamba labda kutakuwa kuna dhana ya kuoneana. Iweke wazi kwamba bana, wewe Salum Mwalimu, tunakuhisi kwenye jambo hili kwa sababu 1, 2, 3. Tutakapofika hatua hiyo, hayo mambo yawekwe wazi ili sijengeke dhana ya kuonewa. Lakini kwenye dhana ya kusimamia kwenye haki ya msingi ya kusikiliza watu cha umma, hiyo hatutaki iwe compromised. Hatutaki iwe compromised. Na hatuoni aibu kusema hivyo. Kwa sababu kama tunasimamia haki ni pamoja na hata yule muovu apewe nafasi ya kusikilizwa. Tusianze kuhukumiana kwenye jambo hili kisiasa. Wala kwa sababu tukiruhusu kuhukumiana kwa kisiasa, tutayaficha mengine au tutawaonea wengine. Na sisi cha umma pamoja na uzito wa jambo lenyewe, ukubwa wa jambo lenyewe na madhara yaliyotokana na jambo lenyewe, hatutaki mtu aonewe. Hatutaki mtu aonewe, kwa sababu tukimuonea mtu, madhara yake ni nini? Atatengeneza chuki, na kadiri watakavyotengeneza chuki, atatengeneza mpango wa kulipa kisasi. Sasa tunaweza tukarudi tena kuzalisha Oktoba 29 nyingine. Kwa sisi kwa kweli suala la watu kupewa nafasi ya kusikilizwa kabla ya kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo, au kwa namna yoyote ile itakayowekwa na kukubalika na taifa, watu wapewe nafasi ya kusikilizwa. Na kipengele B tumesema mapendekezo ya tume yatekelezwe. Kama nilivyotangulia kusema, mapendekezo ya tume yatekelezwe, na kamati kuu imejadili kwa kina kuhusu mapendekezo hayo ya Jaji Chande, na inataka serikali na wadau wote tujikite katika kutekeleza mapendekezo hayo, na ianze mapema utekelezaji huo kwa kuanza na mchakato wa mazungumzo kwa lengo la kufikia maridhiano ya taifa. Na hapa nako kuna mjadala. Hapa kuna mjadala. Lazima tuzungumze. Na ndio maana
sisi tumejiuliza hata kwenye kamati kuu, okay, tusipotaka kuzungumza kumaliza tofauti zetu zote tulizo nazo, kwa sababu na Chauma na sisi tuna maumivu yetu, na Chauma na sisi tuna maumivu tunayoyabeba kwa niaba ya wananchi wanaotuunga mkono. Sasa yote haya tusipotaka kukaa na kuzungumza, tunayatatua vipi? Ndio swali kubwa ambalo tunajiuliza. Tukiishia tu kusema, kupiga kelele, kukosoa, kupinga, halafu tunayatatua vipi? Na pengine huo ndo mtihani ambao tumekuwa tukiupitia vyama vya upinzani. Ndio maana leo tunadai katiba kwa miaka 30. Tume zinakuja zinapendekeza, badala ya kuunganisha nguvu ya kuhakikisha unakuwepo utekelezaji wa mapendekezo yanayotolewa na tume zinazoundwa, ambazo zinakuja na mapendekezo yanayogusa hisia zetu au yanayogusa mahitaji yetu kama Watanzania. Tuna divert, muda unapita, jambo lile linapotea, tunabaki kwamba sasa Chauma hatutaki kufanya ajenda ya katiba mpya nchi hii kuwa ya kudumu, tunataka iishe. Chauma hatutaki kufanya ajenda ya utekaji nchi hii kwamba ndo ajenda ya kudumu ya kisiasa ya sisi kuzungumza kwenye majukwaa, tunataka iishe. Chadema hatutaki tatizo la ajira la Chauma, hatutaki tatizo la ajira kwa nchi yetu iwe ni ajenda ya kudumu ya kisiasa, tunataka iishe. Huo ndio msimamo wa Chauma. Tunataka haya mambo yaishe. Tusirudie makosa kwamba sasa na sisi tena tuendelee kubaki tena miaka 20 tunaimba wimbo wa katiba mpya. No, Chauma hatutaki hilo. Tunataka haya matatizo yaishe. Kwa tunayaunga mkono kwa sababu tunajua, mosi, ndio kero za Watanzania. 2, tukifanya kosa na muda huu tena ukitupita, tutarudi tena kufanya rejea kwenye tume wakati mambo hayajatekelezwa, shida zinabaki pale pale. Kwa tunataka yaishe. Kwa katika uchambuzi wake, kamati kuu ilijikita zaidi katika kutafuta na kupendekeza majawabu ya namna ya kuweza kutibu vyanzo vya vurugu zile kama zilivyobainishwa na tume, kwa kuwa na mapendekezo mahususi ya nini kifanyike ili kuliponya taifa. Mosi, katiba mpya. Kamati kuu inaona kuwa katiba mpya ni hoja kuu na hoja kipaumbele, na hivyo mchakato wa kuipata katiba mpya huo umekamilika kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2029, na mchakato huo uanze sasa kwa mambo yafuatayo kuanza kufanywa kazi. Kwa sababu tusiishie tu kuzungumza katiba mpya, au tusiishie tu jaji chande. Chauma tunapendekeza yafuatayo yaanze kufanyika mara moja kama ishara au dalili za kuelekea kupatikana kwa katiba mpya katika nchi yetu. Mosi, kuundwe kwa reference group ili kuweze kuanza kukubaliana masuala mbalimbali ya kuingia kwenye katiba mpya kwa kuzingatia masuala ambayo yalikwamisha mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya kuendelea kwa mwaka 2014 na hata kabla ya hapo. Kundi hili liwe kama mkutano mkuu maalum wa kitaifa wa katiba mpya na ihusishe uwakilishi wa wadau wote ili kuwa na muafaka wa pamoja kuhusu namna bora ya kushughulikia mambo yote ambayo yalikwamisha mchakato wa awali wa kupatikana kwa katiba mpya, kutokana na kila upande kuwa na msimamo wake. Kwa yale ambayo kundi hili watakuwa hawajakubaliana, basi yapelekwe kwenye kura ya maoni ili Watanzania wakaamue kwa kura.